Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni robo ya kwanza ya mwaka wa 2026, robo inayosema kuunganisha mbingu na dunia, Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Hili ni somo la 7, leo ikiwa ni Februari 11, siku ya Jumatano. Somo la 7 linasema wenyeji wa mbinguni, lakini leo tutaiangazia mada ndogo isemayo yatafakarini haya. Amani ipitayo akili pia itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Wafilipi 4:7. Uzima wetu wa ndani unahitaji ulinzi. Cha ajabu, Wafilipi 4:7 inatumia sitiari ya kijeshi kuhusiana na amani ya Mungu. Kitenzi cha Kiyunani phroureo kinatumika kuelezea kikosi cha askari wanaolinda mji dhidi ya uvamizi. Wakorintho wa pili sura ile ya 11:32. Linganisha na Matendo ya Mitume sura ile ya 9:24. Kipengele kingine muhimu sana cha amani ya ndani kinajumuisha kuishi kwa kupatana na mapenzi ya Mungu. Wana amani nyingi waipendao sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Zaburi ya 119 aya 165. Soma wa Filipi sura ya 4 aya 8 na ya 9. Ni mambo gani mahususi yanasisitizwa? Paulo anatoa utangulizi wa Wafilipi 4 aya 8 na ya 9 kwa hatimaye na orodha ya sifa 6, ikifuatiwa na muhtasari wake mfupi na kutia shime kuiga mfano wa Paulo. Himizo hili la kuhitimisha linalohusiana na tamaduni mbalimbali linapatana vyema na mazingira ya Wayunani na Warumi ya Filipi, pamoja na msisitizo wake mara mbili juu ya sifa njema na mfano. Hata hivyo, jambo la kuvutia ni kwamba mkazo umewekwa juu ya sifa njema za kibiblia, ambao ni dhahiri kabisa kutokana na Paulo kuacha zile sifa kuu 4 za Kiyunani: busara, haki, kiasi na ujasiri. Sifa ya kwanza, kweli. Si kwa bahati kwamba orodha inaanza na sifa kuu ya kibiblia ya kweli, ambayo Yesu, amin na waambia, na Agano Jipya lote wanasisitiza mara kwa mara. Tazama kwa mfano Matendo ya Mitume sura 26-25, Warumi 1:18, Wakorintho wa kwanza 13 aya 6, Wakorintho wa pili 4 aya 2, Waefeso 4 aya 15, Timotheo wa kwanza sura ya 3 aya 15, Yakobo sura ya kwanza aya 18, Petro wa kwanza sura ile ya kwanza 22 na waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya pili aya ya 21. Sifa ya pili, staha. Neno la Kiyunani linarejelea sifa ya mtu binafsi. Linganisha na matumizi yake mengine katika Timotheo wa kwanza sura ile ya 3 aya 8 aya 11, Tito 2 aya 2, ambapo limetafsiriwa kama wastahivu. Sifa ya tatu, haki. Sifa hii inafasiliwa na tabia ya Mungu ya haki. Linganisha matumizi yake katika Wafilipi 1 aya 7. Sifa ya 4, safi. Mawazo na matendo vinavyotiririka kutoka katika haki ya Mungu inayohesabia haki inayopokelewa kwa imani. Tazama Yohana wa kwanza sura ile ya 3 aya 3. Sifa ya 5, kupendeza. Uzuri wa kisanaa unaoonekana sana katika uumbaji wa Mungu.
Sifa ya 6, sifa njema. Yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote. Paulo anatoa sifa 2 zaidi, ili maana ya kipagani isije ikawekwa kwa mojawapo ya sifa hizi. Ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote. Wafilipi 4:8. Tunapaswa kuzitafakari sifa hizi njema za mbinguni. Kisha, ili kuondoa mashaka yote na kuelewa vibaya kunakoweza kutokea, Paulo anatutaka tutende kile tulichojifunza, kupokea, kusikia na kuona kutokana na mfano wake mwenyewe. Wafilipi sura ile ya 4 aya 9. Hii ni siku ya Jumatano, Februari 11. Mada ikisema yatafakarini haya. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikutakia wakati mwema.